kuhakikisha ya kwamba walemavu wamefundishwa na wamepiga kura kwa ajili ya kusupport katiba yetu mpya ambao tunataka kupitisha tarehe 4 mwezi huu wa 8. Tuko na sababu nyingi za sisi kutaka kupitisha katiba hii kama ndugu zetu walemavu. Na mimi nitasema sababu moja kubwa, alafu nitasema sababu ambazo ziko kwa hii katiba kwa ufupi, ili nyinyi muelewe, na mkitoka hapa muende mkawafundishe wengine ni sababu gani lazima sisi tupitishe katiba yetu. Na sababu ya kwanza ni kwamba sisi wananchi wa Kenya tuko vitani kutafuta mageuzi kwa ajili ya Jamhuri ya Kenya. Wakati wa Jomo Kenyatta walipigana na mbeberu. Mzungu alikuwa ameshika mali yote, ameshika nguvu zote za kisiasa, na alikuwa ameshika haki zote mahali pamoja hapa Nairobi. Jomo Kenyatta, Acheng Aneko, Bildad Katgia na wale wenzake walisema wanataka kuwa na mabadiliko, na hao ndio walianza vita vya kwanza vya kutafuta katiba mpya. Jomo Kenyatta na wapiganiaji uhuru wa kwanza walipata katiba ya kwanza. Alafu baadaye mzungu akaenda kwao. Yule aliyeingia alikuwa Muafrika, lakini Muafrika akawa na yeye beberu mweusi. Sema beberu mweusi. Beberu mweusi. Kwa sababu alipoingia akatumia katiba hii tena kuweka nguvu za kisiasa mahali pamoja, kuweka mali yote mahali pamoja, kuweka mashamba kwa mtu mmoja, na ikawa mambo yamerudi nyuma vile wakati uhuru ilikuwa. Na watu wakaanza kupigania tena mabadiliko ya kikatiba. Na ndio kulikuwa second liberation, watu walifungwa, watu waliteswa, watu walinyang'anywa mali kwa sababu ya kupigania katiba mpya. Leo hii tuko kwa vita vya kikatiba kwa mara ya 3. Lakini vita vyetu Mungu ametusaidia. Kwa wakati huu hakuna mtu anafungwa, hakuna mtu atanyang'anywa mali, hakuna mtu atauliwa. Vita vya leo ni wewe uchukue kadi yako ya kura, ukapige kura, uondoe yule mbeberu mweusi ambaye ameshikilia mamlaka na nguvu zote katika Kenya. Na sisi tunasema wewe ukiwa mwananchi mtukufu pale popote ulipo, usisikie kabisa kwamba vita ni vya watu wa makanisa ama vita ni vya hawa wanasiasa wadogo wadogo wanakimbia wakisema no. Hapana. Kuna wale wenyewe wenye nguvu, wenye mali, ambao hawataki kuwe mabadiliko. Hawataki wewe mwananchi wa kawaida upate nafasi. Na hawa watu wako kila sehemu. Katika bunge wako, wamepenetrate huko ndani. Wako katika serikali kuu, katika executive. Wako katika judiciary. Wako katika national intelligence, national security. Wako kwa majeshi. Hawataki mambo ya